Can you imagine sisi tunasafirisha mahindi kama yalivyo sasa hivi? Why? Kwa nini tusafirishe mahindi kama yalivyo? Kwa nini kama wanayapenda mahindi na unga wetu, kwa nini tusitengeneze unga? Unga kwa ndege unaenda haraka tu. Sera zetu za madini kwa mfano na sheria zetu zikifanana Afrika, watakuwa hawana pa kukimbilia. Kwa kuanza tu tuanze kuangazia Afrika. Tunafahamu ina utajiri mkubwa sana wa rasilimali lakini bado kuna mjadala kuhusu wananchi kutonufaika ipasavyo. Ni mambo gani ambayo yanazuia rasilimali hizi kuwa chanzo kikuu cha maendeleo ya wananchi barani Afrika? Kwanza kabisa ni dhamiri za watu wanaokuja kuwekeza kwetu. Watu hawa wanakuja na mpango maalum kabisa kuhakikisha kwamba wanafaidika zaidi, wanapata the lion's share kuliko sisi wenyewe. Kwa hiyo sasa, ili mpango huo uweze kudhibitiwa, yategemea nchi husika ina sheria zipi, kwa maana ya zinazotokana na sera zao na mipango yao, na nchi hiyo sheria zake zimetoa kipaumbele kwa namna gani kwa taifa kunufaika pamoja na wananchi wake. Kwa hiyo ukiona mahali watu wamepata manufaa kidogo, ni kwa sababu ya sheria zao kutazama upya na kuhakikisha wanatengeneza vyombo vya udhibiti, regulatory institutions, ambazo zinahakikisha hakuna aina yoyote ya udanganyifu ama uhuni itafanyika. Wanahakikisha sekta yenyewe haihubikwi na rushwa, haihubikwi na uzembe wa aina yoyote, na katika lile eneo la ufuatiliaji wanafuatilia kila kinachozalishwa kiasi kwamba uweze kuona pato la mwekezaji likoje, kodi anayolipa ni ipi, na basi magawio ya faida yamekaaje, ili kuelekeza magawio hayo kwenye sekta za huduma kama elimu, afya, huduma za kilimo na zinginezo. Kwa hiyo nafikiri changamoto kubwa kwa Afrika inaweza kuwa ama sheria ama utekelezaji wake. Sheria imetoa nafasi kiasi gani kubakisha sehemu ya pato kwa taifa husika, lakini pia vyombo vya usimamizi vimesukwa kwa umadhubuti gani na watu wanatii na kuhakikisha kwamba wanatanguliza maslahi ya taifa lao mbele. Katika ushirikiano wa kibiashara kati ya Afrika na mataifa ya nje, ni kwa namna gani bara linaweza kuhakikisha linapata manufaa sawa bila kurudia mifumo ya utegemezi na au ya unyonyaji ile ya zamani? Ni swali muhimu sana, na kama ulivyosema, inafahamika kwamba Afrika pamoja na kuwa na rasilimali nyingi zote hizi, lakini ndio limekuwa bara tegemezi sana, kutegemea kutoka nchi ambazo zinaonekana kuwa zimeendelea kiuchumi, wakati kiuhalisia nchi zile zimeendelezwa na Afrika. Tunasema pre-colonial, wakati wa ukoloni wenyewe, na post-colonial. Uchumi wa mataifa yaliyoendelea tunaoyaona leo umetokana na rasilimali za Afrika. Sasa hivi tuna kitu tunakiita kama vile ushirikiano hivi wa kimaendeleo na uchumi unaoenda kwa jina la tunawaita sasa hivi ni development partners. Zamani walikuwa wakoloni, mabeberu, wanyonyaji, leo wanaitwa DPs, development partners. Sasa hawa partners, kwanza tunawataka wao nao waje kwetu na nia njema ya kuamini Mungu ametupa haki ya kuwa na hizo rasilimali, lakini pia sisi ni binadamu, tuna mahitaji kama wao. Kwa hiyo waje na nia njema, kuwe na ile kitu tunaita bilateral ama mutual benefits za pande zote mbili. Mheshimiwa Magufuli alizoea kusema 50 kwa 50, win-win. Waje na dhamira hiyo pia. Sasa na sisi wao wakishakuja na dhamira hiyo njema, kwa sababu hawana mahali pengine pa kufuata malighafi hizi, wana Afrika tu. Sasa kwa sababu hawana uchaguzi, wanapokuja kwetu waje na nia njema, lakini na sisi tuhakikishe tunaweka mifumo yetu sawa. Tuanze na sheria zetu, tuzitazame. Nchi za Afrika sio nyingi sana zenye sheria, ningesema, za utetezi wa rasilimali zao. Bado mpaka sasa tunazo nchi ambazo mwekezaji akija anaweza kufanya sehemu kubwa sana ya uwekezaji, hisa nyingi zikiwa za kwake. Sisi hapa Tanzania ndio kidogo tumeanza kufikia baadhi ya migodi kuwa na hisa za 16%, ambayo bado haitoshi. Haitoshi kabisa. Kwa hiyo sasa nataka niseme, tufanyaje tufaidike? Tutengeneze sheria ziruhusu serikali kuwa na mitaji ama kuwa na hisa zinazokaribia 50% ya thamani ya uwekezaji. Hiyo namba moja. Namba mbili, tuchenjue walau ule uongezaji thamani wa awali. Sio jiwe linatoka chini kama lilivyo, alafu hata ile tunasema zile preliminary ama primary refinery zote zinafanyika huko. Hapana. Tuseme kwa sehemu turekebishe hapa, halafu kama labda kwa uendelezaji uliopita sana unaohitaji viwanda vikubwa sana na teknolojia za juu,
ma AI na kadhalika, basi hiyo ndio ukafanyie nje, lakini sehemu za kwanza tufanyie hapa, tutoe leba hapa na viwanda viweze kuwekezwa hapa, tutoe nafasi kwa wafanyabiashara wa ndani kuwa na hisa katika viwanda hivyo vya uchenjuaji madini. Kwa hiyo tukifanya hivyo tutakuwa tumesaidia sana na hiyo ni hatua ya kuelekea kwenye uchenjuaji labda kamili ama umaliziaji kamili, kwamba hata hiyo dhahabu inaweza kauzwa kutoka Tanzania, ile karet ikatengenezwa hapa, unaweza almasi ikatengenezwa, hiyo chain na pete zinaweza katengenezwa kutoka hapa na kadhalika. Lakini katika kuelekea huko, hizi mamlaka zetu za TISEZA wanaita, zamani ilikuwa EPZA, basi zihakikishe zina viwanda vya madini. Sasa hivi kila mkoa una madini, kwa hiyo TISEZA zetu zote kule kwenye zones walau hiyo tunaita hiyo chapter ya madini iwepo kwenye viwanda vile, isiwe tu vitu vingine, madini nayo iwepo. Kwa njia hiyo tutaongeza thamani ya madini ambayo yanahitajika sana, na si kwa madini tu, hata kwa mazao ya kilimo kama pamba. Tutengeneze nguo hapa, majora yatoke Tanzania, alafu mtu huko mbele ya safari akaamue anashona gauni, kanzu na namna, lakini vitambaa vitoke Tanzania, kwa sababu pamba inatoka nyingi hapo. Kwa hiyo tukifanya hivyo kwa mazao yetu mengi, tuki-add value kwenye mazao yetu haya, tutaweza kuinua uchumi, tutapanua ile wanaita nini ile tunaita ni kama cycle ya kiuchumi, ni kama mnyororo wa faida, tutakuwa tumeuongeza ule. Kutakuwa na kuli anabeba mizigo, marobota ya pamba pale kiwandani. Kwa hiyo tumeongeza watu wanaoweza kuishi kutegemea sekta ya kilimo. Ule mnyororo wa thamani tukiupanua, taifa litasonga mbele kuliko ilivyo sasa. Sawa. Tanzania imekuwa ikisisitiza uchakataji na kuongeza thamani ya madini ndani ya nchi. Ni kwa namna gani sasa mtazamo huu unaweza kuwa mfano kwa Afrika katika kujenga uchumi unaotokana na rasilimali zake za ndani? No, utakuwa mfano mzuri, lakini bado nasisitiza juu ya usimamizi wake. Ni kweli tulikubaliana, sera zetu zinasisitiza juu ya kuchakata vitu hapa ndani na kuviongezea thamani. Awamu ile ya 5 na ya 6 tumeona wameweka mkazo katika ujenzi wa viwanda vya kuchenjua. Kwa mfano dhahabu, unakumbuka kazi iliyofanywa kule kanda ya Ziwa na kukawa na kiwanda cha kuchenjua dhahabu. Wasiwasi wangu ni application, matumizi yake. Tusipokuwa waangalifu, wawekezaji pia katika nchi zingine katika ukanda wetu wanazungumzia kuwa na vitu vya namna hiyo. Sasa usije ukakuta unalidubwana umelijenga pale alafu halina kazi. Nitaka niseme tuongeze hata mijadala ya namna ya kufaidika na baadhi ya viwanda katika ukanda mmoja. Kwa mfano kile kinu chetu cha kuchenjua dhahabu kile kinaweza kuhudumia ukanda mzima wa East Africa. Sasa tuhamasishe na tufanye matangazo ya kutosha kwamba na wao walete dhahabu zao ziweze kuchenjuliwa pale. Tufanye vivyo hivyo kwa madini mengine, tuwe na vinu vingi vya kuchenjulia, nikimaanisha viwanda vingi vya kuchenjulia hizi mazao yetu ya madini kutoka ardhini, ili kazi za msingi ziweze kutoka pale. Kwa mfano haya madini kama cobalt na mengine coltan yanayo labda shughulika sana na masuala ya matengenezo ya betri. Jamani, viwanda vya betri sio voluminous, vinaweza vikatengenezwa hapa. Hata kama sio betri kamili, basi key components zitengenezwe hapa, alafu waende huko labda wakaunganisha, ili tugawane hii ajira, kwa sababu hali ilivyo sasa, dhahabu na madini yanatoka Afrika, mazao ya misitu yanatoka Afrika, lakini yanachukuliwa kama yalivyo katika hali ya kuwa ghafi, yanakwenda kupeleka ajira zaidi za vijana wa Ulaya na Marekani ama India ama wapi, alafu zile products zinarudi kwetu kwa gharama mara 3 hata 4 ya ile ambayo walichukulia hapa, mazao yakiwa katika hali ya ughafi. Sasa hebu tugawane hizi ajira duniani, tuwe fair kidogo, kwamba ajira zingine zibaki hapa. Kwa hiyo jiwe likitoka ardhini liende mahali likachenjuliwe, sio kama ni Kiswahili kizuri, walau zile processes za awali, ajira zibaki hapa pia, alafu inabaki ende huko. Vivyo hivyo kwa nguo na hata mazao yetu ya chakula. Can you imagine sisi tunasafirisha mahindi kama yalivyo sasa hivi? Why? Kwa nini tusafirishe mahindi kama yalivyo? Kwa nini kama wanayapenda mahindi na unga wetu, kwa nini tusitengeneze unga kwa ndege, unaenda haraka tu? Unakuwa treated kwa namna ambayo utafika kule hujaharibika, si ndio? Au kama watu wanataka mahindi ya kukoboa, basi yatoke hapa yamekobolewa. Lakini mahindi yanavyotoka kama mahindi, na kuna baadhi hata ya waagizaji wa mazao haya, wengine wanataka wachukue lile limea lizima lile, anakata na stem yenyewe ile, anataka aende nayo Ulaya. Sasa ile kwa hiyo ina maana mpaka magunzi yanakwenda Ulaya. Kwa mimi nafikiri tuendeleze
hii dhamira yetu ya kwamba tunataka to add value, tuongeze thamani, tuisimamie kwa kweli. Na hii tupo kwa uangalifu, kwa sababu zozote zile ni rahisi sana kuwa tricked na bado tukaendelea kuwa tunapeleka michanga ya madini nje na kila kitu kafanyika. Inawezekana kabisa. Watu sasa hivi naona yanasafirishwa hata mawe ya ujenzi. Sasa nashukuru kuna viwanda vya Wachina wanakuja hapa kwa ajili ya madini ujenzi. Angalau kuna baadhi ya viwanda, ukienda upande huu kama unakwenda Mkuranga Road, unakutana na baadhi ya viwanda kule wanazalisha vifaa vya ujenzi kama tiles, vioo na nini. Angalau inatia moyo kidogo. Sasa ndicho tunachotaka, sio jiwe linachukuliwa kama jiwe linakwenda China kwa mfano. Mchanga unachukuliwa kama mchanga unakwenda China. It's not fair, kwa sababu ajira sasa ndio tunavyokuwa tunazikosa sisi hapa. Mageuzi gani sasa ya kisera, kisheria au kiutawala ambayo yanahitajika ili mapato ya rasilimali yatumike zaidi katika maendeleo ya jamii kuliko kubaki kwa wawekezaji wachache? Kwanza mataifa yetu haya, viongozi wetu waondoe ile hali ya unyonge ya kwamba sisi tunamhitaji zaidi mwekezaji kuliko yeye anavyotuhitaji sisi. Kwa tuanze kwanza na hiyo mindset change. Mentality lazima ibadilike. Nataka niseme hivi, kwa maendeleo ya kiteknolojia yaliyofikiwa sasa na dunia, Ulaya hiyo iliyoendelea, Marekani, nchi zote hizo zinahitaji zaidi Afrika kuliko Afrika inavyowahitaji wao. Sasa lazima kwanza kusimama mahali hapo. Hiyo ningesema ni point ama reference of confidence. Tusimame kwanza hapo, tujiamini kwamba wanatuhitaji zaidi kuliko sisi tunavyowahitaji wao. Kwa hiyo anapokuja mwekezaji, hiyo dhana iwepo ya kwamba tunahitajiana. Sio mwekezaji anakuja kama mesaya, kama mkombozi. Baba umekuja, lo afadhali. Ile ya mgeni uje wenyeji tupone. Hapana. Kimsingi sisi tunaona kama vile wageni ndio wanakuja kupona kwetu. Sasa tusimame na msimamo huo, ili sasa tuwe na sheria na taratibu zinazohakikisha sehemu ya pato ama faida ya mali hizi zinabaki pia Afrika. Na njia nyepesi ya kufanya ili liwezekane ni kuharmonize sheria zetu. Sera zetu za madini kwa mfano na sheria zetu zikifanana Afrika, watakuwa hawana pa kukimbilia. Kinachojitokeza wakati mwingine unaweka sheria Tanzania. Nakumbuka tu awamu ya 5 tulibadilisha sheria ile. Matokeo yakawaje? Yakawa baadhi ya wawekezaji wakapose kidogo. Lakini wanakwenda nchi jirani wanaingia mikataba ambao ni rahisi zaidi na sisi. Tulifika wakati hatutaki kupeleka makontena ya makinikia yale na nini. Lakini unakuta nchi mwenzio jirani anasema nyie sio tu makinikia, njooni hata kama mnauchimba mlima mzima mnauchukua mnaenda nao, nendeni nao. Sasa tunataka Afrika tufike mahali baadhi ya sheria na taratibu zinazosimamia rasilimali zetu tukubaliane zifanane. Hata kama haiwezekani kwa ukanda mzima wa Afrika, basi twende kikanda. ECOWAS, East Africa, SADC, tukubaliane kwamba madini ukanda wa Afrika Mashariki, kwa sababu tunaamini yatakuwa yanafanana, sio? Madini ukanda wa Afrika Mashariki hii sasa itaijumuisha na Kongo. Sera yetu inasema hivi ya Afrika Mashariki. Sheria yetu inasema hivi ya Afrika Mashariki ya madini hiyo. Halafu sasa taratibu zetu, tutatengeneza regulatory institutions, framework za namna gani? Tutakuwa na vyombo vya udhibiti 1, 2, 3. Halafu kwa sababu imesema East Africa, hawa wengine wana subscribe into. Yani kila taifa sasa ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki ina sign kuwa na sera inayofanania na ile na ile tungesema na hiyo mwongozo wa kikanda. Kwa hiyo sasa kwa njia hiyo huyu mwekezaji akija Kongo akataka kufanya hila, anakuta haiwezekani, anafikiri atakimbilia Tanzania. Akija Tanzania anakuta haiwezekani kwa sababu utaratibu wetu mfano nini umefanana. Uishe ule wakati wa kufikiri mimi nimevutia wawekezaji wengi zaidi kwa sababu nina sera nzuri na ninaisimamia vizuri diplomasia ya uchumi kuliko wenzangu, mimi nimevutia wawekezaji wengi zaidi. Tukisimama mmoja mmoja we will have a problem. Siku moja niliona caption moja ya Kenya, mwandishi mmoja wa Kenya anamuuliza mtendaji mmoja wa serikali, unaonaje uhusiano wetu na Marekani? Akasema no, uhusiano wetu ni superb kuliko tulivyotegemea. Akausifia sana namna ambavyo Kenya imetengeneza mahusiano na Marekani na miradi ambayo sasa wanaweza kufanya. Pengine sio kitu kibaya sana, lakini mimi nilitamani ile tuseme ukanda wa Afrika Mashariki umekaekaeje na Marekani. Hiyo tutakuwa salama zaidi. Lakini ukiminya wewe hapa mwenzako akaachilia, tutarudi kule kule.
tumekuwa na nchi mifano Botswana, Namibia wamesifiwa, japo bado wanazo changamoto kwenye ajira na hata kwenye value addition na nini. Nafikiri wanafanya kama sehemu kama 1/3 labda madini yakichimbuliwa kule yanapitia aina fulani ya uchenjuaji, lakini sehemu kubwa ya umaliziaji bado inakwenda kufanywa Ulaya. Lakini hata hiyo ni hatua, maana nchi nyingi hazijafikia hatua. Hata hiyo ni hatua, lakini wao wamezifanya sheria zao zina guarantee 50-50 ownership na mwekezaji. Sasa sijui kwa nini kanda zingine za Afrika zinaona aibu gani? Umepitwa ule wakati wa mwekezaji kufanya vyote tu na yeye kuamua kujimegea faida, na yeye kuamua ana uwezo wa kulipa kodi kiasi gani, au sisi kwa kujipendekeza kuamua kumwacha miaka 5 asilipe kodi kwa mfano. No, hizo nyakati kama vile zimepitwa. Vizazi vya sasa havitaweza kuivumilia hali hiyo. Unaweza kushangaa siku moja labda uongozi mbadilika, ama unakuta kila wakati hizi, na ndio chanzo cha riots. Vijana wanaweza wakaandamana around miradi ya uwekezaji kama hiyo kwa sababu hiyo tu. Sasa lazima tujiongeze, twende hatua moja mbele. Kama serikali ikiown zaidi ya 50% na fedha zinazopatikana nasema around about 50 or less, pengine sio mbaya sana, kwa sababu tuachie na hao wawekezaji. Mara nyingi na wao wakija wanakuja kama consortium of companies, unakuta na wao yako makampuni 4-5 makubwa yamewekeza katika labda 50% za hisa. Hata wakisema 51 basi sio mbaya, basi 49 kuanzia 40 kwenda pale ziwe za serikali. Na serikali inafanyaje? Inaweza kuwa ndani ya hisa zake humu wakaweko private sector wa kwake. Kwa hiyo serikalini sisi ndani ya kapu lile la serikali huko ndani kuna na kampuni kubwa za tunasema local, kuipatia ile local content. Serikali imetimu hapo na makampuni yake makubwa, wana asilimia angalau 40, 45, 49. Nafikiri hapo ndio tutakapokuwa huru kabisa, kwa sababu hata katika maamuzi ni rahisi kufanya maamuzi ya utetezi, kwa sababu tunaona kwamba na sisi tuna mtaji wetu pale. Lakini kikubwa kingine kuwekeza. Unajua wakati mwingine hizi za kutamkiwa tu hapana, yani kama ambavyo tumewekeza kwa Tanzania kwa mfano, tunavyojenga SGR, tulivyojenga bwawa la Mwalimu Nyerere, unaona tulipambana kwa sehemu kubwa sana, zilikuwa zinaitumika fedha zetu, si ndio? Tunapokuja kwenye miradi ya uwekezaji, serikali iwe na mpango maalum wa kuwekeza. Mtaji ukija sehemu fulani ni wa kigeni, sehemu fulani iwe ya kwetu. Na mimi naamini tutaweza kama tumeanza kununua madini sisi wenyewe. Kuna siku utakuja kuwa na reserve ya dhahabu kubwa tu ambayo inatosha kubadilishana na thamani ya mtaji wa mradi mkubwa unaokuja kuwekezwa na mwekezaji. Kwa tunamwambia kwa kujiamini, mradi huu ni wa kiasi gani, au mradi ni wa dola bilioni 10, sawa basi sisi tuna bilioni angalau 4. Si unanielewa? Hii itatufikisha mahali pazuri. Ndicho tunachotaka, na mambo haya yanawezekana. Tusiende na mazoea yale tu ya ubembelezaji ya kuvutia wawekezaji. Tuhakikishe tuna nguvu ya kunegotiate na sisi tukawa sehemu ya ule uwekezaji. Najua ambacho hatuna sisi ni teknolojia na uzoefu. Basi sawa, na tuhakikishe katika kila mradi wa uwekezaji technological transfer inafanyika. Ile zipite zile zama za labda wageni watupu waliokuja kuwekeza wako kwenye maeneo yote muhimu, alafu Waafrika wanaishia tu kuwa vibarua nje ya zile essential complexes za mradi. Hapana, kama ni gesi basi ile mitambo kule ndani wa Tanzania waijue na waimaste. Kama ni uchimbaji wa dhahabu, uchenjuaji, basi tuimaste. Kwenye vile vinu vya kumelt vya kunini, lazima watu wetu wawemo ili kuwa na ile transfer of technology. Lakini pia na kuwasomesha kabla wawekezaji hawajaja, tunapata nafasi tuwapeleke nje kwenye makampuni hayo wakasome zile teknolojia, kama ambavyo Rais Museveni alifanya kule Uganda, akawapeleka vijana kwenda kusomea sekta ya mafuta, tena ya utafiti, na baadaye wakaweza kutafiti na kuyapata mafuta. Sisi nchi nyingi za Afrika zina mafuta, wanasema unapoona gesi kuna potential ya mafuta. Kwa hiyo basi tukasomeshe watu waweze kugundua hiyo gesi na mafuta, lakini inapokuja kwenye kutengeneza hizi refinery plants, basi wataalamu pia waweze kupatikana katika maeneo ya ukanda wetu. Kwa nadhani hii inaweza ikatusaidia sana. Tuongeze ujuzi na hawa watu wanaokuja wakubali kuimpart skills kwa watu wetu vile vile. Kwa kumalizia sasa, mbali na uchakataji wa madini, maeneo gani mengine ambayo pengine Afrika inapaswa kuwekeza ili kujenga ule mnyororo kamili wa thamani wa rasilimali zake na kuongeza ushindani wa katika mabara mengine duniani? Kwanza, kabla sijasema haya maeneo mengine ya muhimu sana, nataka nizungumzie pia stability ya bara la Afrika. Ni muhimu sana. Yaani hiyo utulivu wetu
utangamano wetu sio wa nchi moja moja tu, wa kikanda. Lazima tuwe na mahusiano mazuri. Yaani unapozungumzia leo East Africa, tuwe na harmonious investment relationship. Tutengeneze mazingira ya uwekezaji ambayo ni rafiki sana kwetu. Kama unasema sasa hivi tunazungumzia habari ya kuwekeza katika refinery plant, kwa bahati mbaya tumeikosa Tanzania, inakwenda Kenya, lakini wala sio bahati mbaya ya kutisha, kwa sababu imekwenda East Africa, sio? Sasa uwekezaji wa hiyo refinery plant pale East Africa, kwa maana ya Mombasa, Kenya, basi sisi sote tubebe jukumu la kuhakikisha kwamba uwekezaji ule unafanikiwa. Pale tunapotakiwa kutoa mitaji, tutoe na mitaji. Sasa unajua hilo halitawezekana kama kisiasa tumekaa kijanja janja. Lazima tunavyosema East Africa ni block moja ya kiuchumi, tuaminiane. Rais akitoa tamko wa nchi moja juu ya nchi nyingine liwe la kweli. Unakumbuka Rais Ruto alikuja hapa akatuaminisha refinery inaweza kujengwa Tanzania, lakini wakati huo nadhani jitihada zilikuwa zinaendelea za kufanya lobbying ili refinery ijengwe Kenya. Sasa yale sio mambo mazuri sana, ni mambo ya juu, lakini wacha tu niyazungumzie. Sio mazuri sana. Kama ilionekana tangu mwanzo kwamba refinery tutaijenga Kenya, lugha ingekuwa hiyo hiyo tu, kwamba kumekuwa na factors hizi, Dangote ametu approach, funders wa kimataifa wote wako tayari kuwekeza kwenye hii refinery wapo inajengwa Kenya. Lugha zingenyooka tu hivyo, wala hakuna shida. Alafu sisi tunaangalia faida ya hiyo refinery plant kuwa East Africa, ndio cha msingi. Kwa hiyo maana yangu hapa ni kusema nini? Waafrika tunapokuwa na mashirikiano yasiwe ya kinafiki, yawe kutoka moyoni, na tuwe na dhamiri njema, kwa sababu mwisho wa siku kwa hizi major investments bado tuwafaidika tunakuwa sisi wote. Sasa eneo gani lingine wanasema labda litazamwe kwa makini sana? La kilimo. Afrika ndio nafikiri ina zaidi ya 60% ya ardhi inayoweza kulimika duniani. Nadhani hivyo, nitacheki takwimu zangu sawa. Kwa hiyo na ardhi hiyo haijaweza kuzalisha chakula, sio tu cha kulilisha bara la Afrika lenyewe. Ardhi hiyo haijaweza kuwa ya manufaa kwa dunia. Bado Afrika inalishwa na vinchi vidogo vidogo. Imetokea vita pale Ukraine, watu wanawaza mikate watapata wapi na chapati, kwa sababu kumbe sehemu kubwa ya ngano inayoliwa Afrika kwa inatoka kule. Sasa hebu imagine Afrika nzima hii na hii fertility tulionayo kwenye ardhi yetu, na yako maeneo mengi wala uhitaji kutumia mbolea, unalima kiasili tu, mpaka ile organic farming ambayo nasikia ina thamani sana. Baadhi ya mataifa duniani ama baadhi ya matajiri duniani awali vyakula vilivyokuzwa na mbolea. Tuna potential kufanya hata hiyo organic farming. Sasa kilimo tukifanyaje? Nilikuwa nafikiri Waafrika tulime, sio tu sasa kwa kuita wawekezaji, sababu mgogoro mkubwa uliojitokeza Afrika kwenye kilimo huu ambao umejitokeza Zimbabwe na hata Afrika Kusini, kuna kelele nyingi za ardhi, ni ule uwekezaji wa masetla. Sawa, ule sio mbaya, lakini tuangalie namna ya kuunganisha na nguvu za ndani. Lile wazo la serikali kulima zamani pale kupitia ranchi zake, kufuga ama kulima, linaweza likarudi, lakini likiwa limeingiza na wawekezaji wao wa ndani katika miradi ile. Lazima tulime, tuite wageni waje walime na sisi tulime. Kwa hiyo tuone tunachezaje na sera zetu za ardhi. Land policies ziwe stable na ziwe directive, ziwe zinaongoza, zinaonesha kabisa ukija Afrika unaweza kufanya nini, ukija Tanzania unaweza kufanya nini. Kwa hiyo tuende kwenye uzalishaji wa chakula mkubwa, kwa sababu Afrika inaweza kalisha dunia. Na katika kwenda kwenye uzalishaji wa chakula mkubwa, viwanda vyote vinavyo support kilimo vijengwe Afrika. Viwanda sasa hivi mpaka kila zao linakwenda kama lilivyo, mpaka maparachichi. Lakini kuna byproducts nyingi zinazotokana na mazao ya kilimo. Viwanda vijengwe Afrika. Mills kubwa zijengwe Afrika. Sisi tunaletewa ngano, wakati mwingine tuletewi makapi, tunaletewa ngano yenyewe. Kama tunakula unga wa ngano kutoka nje kabisa, tunakula sukari kutoka nje imekuja imeshatengenezwa. Sisi tunashindwaje kuwatengeneza na sisi tuwapelekee? Wakale moja kwa moja, wanachukua unga kwenye mfuko wanasonga. Na sisi tufanye hivyo. Kwa hiyo nafikiri tuiangalie sekta ya kilimo ambayo inaweza kuajiri watu wengi, lakini tuziangalie sera zetu zinazosimamia sekta ya kilimo na ardhi, lakini tuangalie uwekezaji katika viwanda vinavyo support sekta ya kilimo, kwa sababu huko ndio tutapata ajira za watu wengi sana. Lakini pia tuangalie katika eneo hili la kilimo kwa maana ya ardhi, tusiegemee peke yake kwa wawekezaji wa nje ambao tutakuja kuwapa maeneo ya ekari 10,000, 15, 20 unampa mtu mmoja mbele ya safari. Kwa kuwa vizazi vinaongezeka, watu hao watakuja kupata shida kama ilijitokeza pale Zimbabwe. Kwa hiyo mimi nafikiri tugeukie sekta ya kilimo, Afrika itakuwa sawa. Wakati huo tukiweka pamoja jitihada kama za energy pool, tuzalishe umeme kwa pamoja, tuwe na umeme mwingi sana.
na tuelekee kwenye umeme wa nyuklia. Mjadala ulishafanywa na viongozi wa Afrika, walikaa pale nafikiri Rwanda, walizungumzia habari ya matumizi ama urutubishaji wa nyuklia kwa ajili ya nishati ya tunasema ya amani ya kiraia, sio nishati ya silaha. Kwa hiyo haya yote tuyasimamie na tuyasimamie kama bara moja la Afrika. Kwa hiyo pia labda kwa kumalizia kabisa, African Union inafanya nini kuhamasisha ufunguaji wa soko huru la Afrika? Tumelaunch soko hilo nadhani miaka 6-7 iliyopita, hii African Free Trade Area, lakini utekelezaji wake bado naliona kila taifa la Afrika likitafuta masoko lenyewe na kuuza zaidi nje kuliko kuuziana sisi kwa sisi. Sasa lazima tupone katika ugonjwa huu. Hata uwekezaji katika viwanda unaweza kalenga hilo kwamba natengeneza products hapa ambazo nyingi itaweza kuzisambaza around the African continent. Na sasa tutahitaji miundombinu ya barabara na reli ya kuunganisha bara la Afrika. Agenda hii at the African Union Summit, kila watakapokutana wasiisahau kwamba wewe kwenye nchi yako lazima ujiulize, mimi nimeungana na nchi jirani kwa nini? Kwa njia gani? Kama ni barabara, jipongeze, imebaki reli. Kama barabara na reli umeshaunganisha, basi jipongeze, akisha unaunganisha vizuri pia viwanja vya ndege. Na kama mnaungana kwa maji, ikisha pia mmeunganishwa kwa usafiri wa maji wa uhakika. Sasa hii itaweza kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na watu kwa urahisi, na Afrika kuweza kujivunia. Sio lazima wakati wote ulitegemee soko la Ulaya. Tunaweza tukauziana wenyewe kwa wenyewe. Sanctions haya yakija, kama tuna mafuta, tuna wasiwasi gani? Zikija sanctions, sisi tuna ngano nyingi, tuna wasiwasi gani? Kwa maana tuna chakula kingi. Lakini zinakuja sanctions, ama zinakuja pandemic, magonjwa yanakuja, sisi tuna dawa za kutosha na tuna viwanda vinatengeneza dawa na vifaa tiba, tutakuwa na wasiwasi gani? Kwa mimi nafikiri tuelekee kusimama kama bara la Afrika, tukitegemezana sisi kwa mambo mengi na kuamua namna dunia inavyopaswa kutuona, ituone kwa jicho moja, sio vipande vipande, kwamba huu ndio msimamo wa Afrika kwenye chakula, kwenye madini, kwenye nishati, kwenye usafirishaji wa aina yoyote, kwenye elimu. Wakiuona msimamo mmoja, tutaweza kucompete katika dunia hii ya watu wenye mabavu wengi. Nguvu kubwa. Nakushukuru sana. Nazungumza na mchambuzi lakini pia mdau wa maendeleo bara la Afrika, Reeves Ngalema, kuhusiana na maendeleo na rasilimali ambazo zinatokana ama zinapatikana barani Afrika. Nakushukuru sana kwa kushiriki nasi katika mjadala huu. Asante sana ndugu yangu Rajab.